Karibu moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo yake na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran yaliweka msingi imara wa makubaliano ya mwisho yenye mafanikio, wakati wakitafuta suluhisho la kudumu la kuvimaliza vita ambavyo Marekani na Israel ilivianzisha mwishoni mwa mwezi Februari. Grace Kabogo na mengi zaidi. Vance na maafisa wa Marekani wamesema mazungumzo hayo marefu yaliyofanyika nchini Uswisi yalipiga hatua katika nyanja nyingi, ikiwemo kuanzishwa kwa mifumo ya kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unabaki wazi na kushughulikia mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon, ambapo usitishaji mapigano ulionekana kusitishwa. Mkataba wa muda wa kusitisha mapigano nchini Iran uliosainiwa wiki iliyopita na viongozi wa Marekani na Iran unaweka muda wa siku 60 kwa mazungumzo kuhusu masuala muhimu, ikiwemo mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Iran inataka kuutumia kwa madhumuni ya kijeshi, madai ambayo nchi hiyo imeyakanusha. Vance aliondoka Uswisi huku timu za kiufundi zikiwa zinaendelea na mazungumzo, na rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia juhudi za kuacha wazi mlango bahari wa Hormuz ili kurahisisha usafirishaji wa mafuta. Shirika la habari la Iran IRNA limetangaza leo kuwa mazungumzo hayo yalimalizika kwa pendekezo la kuanzisha makundi ya mazungumzo yatakayosimamia masuala ya nyuklia na vikwazo. Kulingana na IRNA, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazim Garibabadi amesema wajumbe hao waliamua kwamba makundi manne yataanzishwa: kusitishwa kwa vikwazo, masuala ya nyuklia, ujenzi mpya na maendeleo ya uchumi, pamoja na ufuatiliaji na utekelezaji. Aidha, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Ali Bahreini, amezungumzia maendeleo mazuri yaliyopigwa katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Bahreini amebainisha kuwa makundi mawili yataanzishwa ndani ya siku chache zijazo kuzungumzia kuhusu kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran na masuala yanayohusiana na nyuklia ya Iran. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, amesema nchi hiyo itaendelea kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kwamba hautorudi tena kama ulivyokuwa siku za kabla ya vita. Katika mahojiano yake na IRNA, Khalibaf amesema bila shaka kanuni za kimataifa zitazingatiwa, lakini Iran itausimamia ujia huo. Mungu akipenda, hili litasaidia kuruhusu usafirishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, kuimarisha uchumi wa kikanda, kusaidia katika uchumi wa dunia na kuturuhusu kusonga mbele. Katika hatua nyingine, Iran imesema leo kuwa hakuna ziara iliyopangwa kwa wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kukagua vinu vya nyuklia vilivyoshambuliwa na Marekani hapo awali. Kauli hiyo iliyotolewa leo na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, wakati akizungumza na waandishi habari mjini Tehran, inaonekana kukinzana na ile iliyotolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba mazungumzo ya Uswisi yamefikia makubaliano kwamba Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kuyatembelea maeneo ya nyuklia ya Iran. Ripoti yake Grace Kabogo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamempongeza Waziri Mkuu wa Uingereza na kuendelea kumtolea salamu za heri anapoondoka madarakani. Kujiuzulu kwa Keir Starmer kunaonyesha muendelezo wa kuporomoka kwa siasa za Uingereza tangu nchi hiyo ilipojiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi ilipo Uingereza kwa sasa. Kujiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya katika kile kinachojulikana kama Brexit kulisababisha nyufa katika umoja huo, lakini kuliziporomosha siasa za Uingereza. Hivi sasa nchi hiyo inajiandaa kupata waziri mkuu wake wa 7 katika kipindi cha tangu Juni 23 mwaka 2016, yaani miaka 10 iliyopita, pale 52% ya Waingereza walikubali kuondoka Umoja wa Ulaya na 48% wakapinga. Nchi hiyo ilikuwa imeshakaa zaidi ya miaka 40 kama mwanachama umoja huo. Mjini Brussels, baada ya Keir Starmer kutangaza jana kujiuzulu kufuatia kuongezeka kwa mitizamo ya wanachama wa chama chake cha Leba ya kutoridhika na uongozi wake, viongozi wa Umoja wa Ulaya wamemsifu kwa kufanikiwa kwa kiongozi bora ndani ya muda mfupi wa miaka 2 kwa nchi yake. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walimuona Starmer kama kiongozi aliyekuwa rahisi kufanya naye kazi kuliko waliomtangulia. Alikataa fikra kuirudisha nchi hiyo ndani ya Umoja wa Ulaya, lakini alitia msukumo wa kuimarisha mahusiano na umoja huo
baada ya Brexit. Hali ya kisiasa katika nchi hiyo haijaweza tena kutulia tangu wakati huo. Waziri mkuu kutoka chama cha Conservative David Cameron aliyeitisha kura ya maoni ya Brexit, lakini akipigia upatu kubakia ndani ya umoja huo, alilazimika kujiuzulu mara baada ya kura hiyo. Waliorithi baadaye wote kwa sehemu kubwa hawakufanikiwa kuleta uthabiti wa kisiasa kutokana na athari za Brexit. Keir Starmer ndio muhanga wa hivi punde kabisa wa athari hizo baada ya kukaa madarakani miaka miwili iliyoandamwa na hali mbaya ya kiuchumi, hali mbaya serikalini na mgawanyiko pamoja na mivutano ndani ya chama cha Labour. Yote hayo wasomi kama Chris Gray wanasema chanzo chake ni Brexit. Chama cha Labour hivi sasa kinatarajiwa kumchagua kiongozi na waziri mkuu wake mpya, na jina Andy Burnham linatajwa, lakini tayari inaelezwa kwamba kuna uwezekano bado akakabiliwa na vizingiti kwenye safari yake hiyo, huku wanachama wengine wawili wa chama hicho wakifikiria kuwania nafasi hiyo. Kuna wanaotilia mashaka uwezo wa Burnham ndani ya Labour, ambao wanahisi waziri Darren Jones, mshirika mkubwa wa Starmer, na Al Kans aliyekuwa mkuu wa vikosi vya wanamaji wanaweza kufikiriwa kugombea nafasi hiyo. Burnham anajiandaa kutoa hotuba yake muhimu itakayotoa mwelekeo wa sera yake ya uchumi wiki ijayo, lakini pia hotuba hiyo itatoa uthibitisho wa ikiwa ataendelea na mwongozo wa sasa wa waziri wa fedha Rachel Reeves katika usimamizi wa fedha za umma wa kubana matumizi. Mazungumzo pia yanaendelea kuhusu kina nani watajaza nafasi za baraza la mawaziri, japo washirika wa Burnham wameshasema kwamba kufikia Jumatatu jioni hakuna majina yaliyotajwa na wala hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Pamoja na yote hayo, wachambuzi wanaamini yoyote yule atakayerithi uongozi nchini Uingereza atalazimika kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi ya kubana matumizi, ambayo inalenga kuifanya nchi hiyo kujizuia kukopa zaidi na badala yake kutumia bajeti ya mapato ya kodi kusimamia shughuli za kila siku kwa kipindi kirefu. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 6:13 hapa Ujerumani na Ulaya ya Kati. Kongamano la kimataifa la vyombo vya habari GMF ambalo linaandaliwa kila mwaka na DW limeanza rasmi hapa mjini Bonn, likiwaleta pamoja washiriki kutoka nchi zaidi ya 100. Kauli mbiu ya mwaka huu ni uandishi habari kwa sauti, journalism out loud, ambapo washiriki watajadili mada tofauti kwa muda wa siku 2. Mwandishi wetu Silvia Mwehozi anahudhuria kongamano hilo na sasa hivi yuko katika laini ya simu akiwa amesimama katika eneo la tukio. Sil. Naam, Josephat. Haya, tueleze kile ambacho kinaendelea hapo ulipo mpaka hivi sasa. Naam, kama ulivyosema ni kongamano la kila mwaka kuandaliwa na shirika la utangazaji Deutsche Welle na wadau muhimu, na kwa hivi sasa tayari hafla ya ufunguzi imefanyika, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni uandishi wa habari kwa sauti, yani journalism out loud, ambapo wadau wa sekta ya habari wataangazia jukumu muhimu la uandishi wa habari katika nyakati ambazo ukweli unashambuliwa na sauti huru zinanyamazishwa. Akifungua rasmi kongamano hili, mkurugenzi mkuu mtendaji wa DW Barbara Massing amesisitiza umuhimu wa waandishi wa habari kuendelea kusikika katika nyakati hizi ambazo kuna taarifa nyingi za uongo, Josephat, na vipi waandishi unaweza kuwa ni jukumu la waandishi wanaweza kuwa na jukumu la kusambaza habari za ukweli na zilizofanyiwa uhakiki. Ukweli huru na sauti zinanyamazishwa. Leo anatarajiwa Boniface Mwangi kutoka Kenya, mwanaharakati ambaye amepitia shida na dhiki nyingi sana, na leo anatarajiwa pia kupata fursa ya kuzungumza katika mkutano huo. Tuzungumzie hili swala na hasa hii kauli mbiu, jinsi ambavyo umewaona wale wajumbe kutoka nchi zaidi ya 100 ambao wanahudhuria. Wanasema nini kuhusu masuala haya ambayo ni nyeti kabisa katika uandishi wa habari? Kwa hakika wadau hapa wanatoka katika sekta tofauti. Wako wadau wa habari, wako kutoka asasi za kiraia, wako wanasiasa kama ambavyo waziri pia wa habari kutoka jimbo tulilopo la North Rhine-Westphalia naye amekuwa hapa akasisitiza jambo muhimu kwamba pamoja na mabadiliko ya teknolojia, Josephat,
lakini suala la uandishi wa habari unaofanywa na binadamu bado lina umuhimu mkubwa sana. Kwa hivyo wadau wanajaribu kuangalia kwa siku mbili namna gani changamoto zilizoko ambazo zinaikabili sekta ya habari duniani. Kama ambavyo tunafahamu, kuna changamoto nyingi sana. Kuna suala la ufadhili wa vyombo vya habari vya umma kwa mfano, na hata vile binafsi, lakini kuna namna ambavyo teknolojia imebadilisha namna waandishi wa habari wanavyokusanya taarifa na kuzifikisha kwa mlaji, na vile vile hata huyo mlaji mwenyewe pia amebadili namna anavyoweza kupata taarifa. Kwa hiyo ni masuala mengi sana ambayo yanagusiwa na waandishi wa habari na wadau wote hapa, ikiwemo wazungumzaji wakuu ambao wanatoka katika nyanja tofauti. Kwa mfano, nimemwona mkurugenzi wa shirika la kutetea waandishi wa habari CPJ, naye yuko hapa. Kwa hivyo unaweza kuona kuna uzito mkubwa sana kwamba kwa siku mbili watajaribu kuangalia hizi changamoto, kuzijadili na kutoka na suluhisho, kuangalia hatima ya vyombo vya habari katika siku zijazo.